foundation hilo fundisho lina miaka mingi sana rafiki yangu. Hilo fundisho lilianza miaka ya karne ya rasmi la karne ya 4 pale Roman. Konstantino baada ya hilo, kuna waumini ambao kama sisi leo unavyoona na kinandacha katika Ukristo, kuna baadhi nao kwa vile maskofu walikuwa wanaanza kuingiza hiyo doctrine ya utatu, ila kuna wale wengine sema hilo si fundisho la mitume, ikaanza mgogoro. Kwa fundisho la Mungu mmoja na pekee na utatu na swala la Mungu lilikuwa lina msimamo kwenye kanisa lile la kwanza. Tuko pamoja? Hata la mitume. Kanisa lile la baada ya mitume karne ya 4 pale. Ndipo Konstantino akaanzisha mkutano wa Nikea. Kule Nikea akaita maaskofu hawakuja wote 3000 wote. Ndio. Kutoka Korinto, kutoka Athens, sababu pilicho kanisa lilikuwa lina papa. Huo mambo ya papa ni uongo, tutakuja hapa juzi tu. Kwa alivyoachia wale mkutano, jamani, mje maaskofu mje msolve swala la uungu. Sawa? Ikapigwa beto ndani ya baraza la Nikea. Lakini mfano akaja akahitimisha bado ule msuguano mkubwa sana, ndio akahitimisha upande wa utatu. Kwamba jamani, Yesu walikuwa Yesu amezaliwa kweli, lakini kwamba hakuna wakati hakuwako. Sasa ina maana wengine wanasema kwamba Yesu alizaliwa kuna wakati huko milele ambao tukujui alizaliwa. Sasa iko conflict iko pale. Sasa Konstantino akabidi aanze kuangamiza hawa wanaokataa ili abaki na fundisho hili moja. Ila baadaye mwishoni pia na yeye alishawishiwa kwamba hicho kataa kile ni cha ukweli, akamrejesha yule Arius askofu mpinzani wa utatu. Lakini siku Arius anaambiwa sasa, kesho kutwa utasimama kuongea hoja zako. Usiku aliuawa, alikufa. Sasa wafuasi wake wakatafuta kwamba alipewa sumu. Sasa toka hapo na Konstantino naye akawa amekufa. Sasa watoto wake nao wakaanza kuwa na mashaka na ile fundisho la utatu, waliuawa. Tuko pamoja? Fundisho ni muhimu sana. Ni muhimu. Sasa lile sasa wale waliofuata wale wafalme kina Theodosius wa Roma walipiga marufuku, wakasema mtu yoyote ambaye hatakuwa anakataa utatu atahesabiwa si Mkristo na asitumie jina Katoliki. Katoliki maana jina kwamba ni universal la wote, kwamba ni Wakristo universal, na akitumia atauawa. Maana utatu ulivyo na mzizi mkubwa na kaja Justinian, mfalme Justinian baadaye. Huyu ndio mwaka 538 akampa papa mamlaka. Akamteua papa mwaka 538 AD. Kwamba papa atakuwa ndio msahihishaji wa makosa na mkuu wa kanisa la nini? La ulimwengu kote. Sasa akiwa anasahihisha makosa, afu yeye ni nani? Anaamini utatu, atasahihishaje? Ina maana wewe ambao unaamini utatu, wewe ni kosa, unatakiwa ushughulikiwe, sawa? Sasa ndipo kanisa la watu ambao wanaamini utatu au ambao wanakataa utatu walikuwa hunted. Kuna nchi 3, kuna Ostrogoth, Vandal and Heruli ambazo ziling'olewa. Hizo nchi zilikataa fundisho la papa, kwamba papa wewe si kiongozi wa kanisa la dunia, alafu wewe pia unakataa amri 10 za Mungu, na pia utatu ni fundisho la uongo. Hizo nchi zilishambuliwa, zikang'olewa na maktaba zao zikachomwa moto zote, mpaka leo mna historia. Sasa miaka yote hiyo utawala mpaka wa papa zaidi ya miaka 1000. Wakristo tunaamini nini? Utatu. Uone ilishaingia ndani. Sasa ukija wewe na siasa mpya, utaonekana wewe ndio muasi. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato walianza kukataa hilo fundisho, baadaye wakarejea kule ambako wanakupinga. Na fundisho la utatu, rafiki yangu, wewe umejenga swali kwamba lina umuhimu gani? Sije nikwambia habari njema. Fundisho la utatu linakubalika mpaka kisiasa. Hata hapa Tanzania. Kuna umoja wa Kristo TCC. Unakuwa mwanachama kama unaamini utatu. Kama kuna kiongozi wa TCC hapa akatae, unakuwa mwanachama kama unaamini utatu. Kama uamini utatu hauingii kwenye TCC. Na pia kuna umoja wa Kristo wa kidunia, WCC, World Council of Church. Kafungue Google kama hata anayetusikiliza hapa, aingie akafungue ile website ya WCC. Aangalie pale fakta za kujiunga. Fakta ya kwanza, uamini nini? Utatu mtakatifu. Naishia hapo. Kuna kitu kinaitwa climate change. Ushakisikia? Climate change. Yes. Mabadiliko ya tabia nchi. Ndio.
Wewe unasikiaje? Labda usije nikaongea mabadiliko ya tabia ya nchi, najua kwamba ni kuongezeka kwa joto duniani. Yaani ni kubadilika kwa hali ya hewa ya duniani. Kama kuongezeka hivi kwa joto, maji kupungua, barafu kuyeyuka. Sawa, ni kweli umeongea, lakini kuna mambo mengi yamebezi hapo. Sasa hiyo mabadiliko ya tabia nchi ishakuwa sera ya dunia. Sera ya Umoja wa Mataifa na sera za nchi husika. Hiyo inabeba pia kuondoa viwanda. Kupunguza uzalishaji kwenye viwanda. Si kuondoa viwanda visiwepo, kufanya kila harakati zile mashine zichenjiwe zisiwe zile mashine za kutoa moshi. Umeelewa? Na pia inaenda pia usichimbe paka mafuta. Fossil oil. Mafuta yote ambayo yanatokana na ardhini usichimbe, maana hayo ukichimba yanatoa nini? Moshi. Kwa usitumie mafuta ya taa. Usitumie petroli, utumie umeme. Usitumie gesi, utumie umeme. Mbona inavyogusa maisha? Ukikubali hiyo, dunia itaingia kwenye matatizo makubwa sana. Lakini wao wanaamini kwamba dunia itafanyaje? Itakuwa sehemu salama tukifika 2030 kama tumechukua hatua hizo. Sasa maana kila nchi ina ofisi za Umoja wa Mataifa. Kwenye Umoja wa Mataifa kuna kitengo maalum cha mabadiliko ya tabia nini? Tabia nchi. Na kila nchi inakuwa na waziri wa mabadiliko ya tabia nchi. Hapa Tanzania tunaye. Na kuna ofisi ya East Africa ambayo iko pale Nairobi, ambayo ya Umoja wa Mataifa chini ya Jacob Muzuma. Waga anaongea vizuri kuhusu masuala ya climate change. Tuko pamoja? Hata kwa Umoja wa Mataifa kuna ofisi maalum na kuna vikao ambavyo vinaitwa COP, juu ya COP 21, COP 22, COP 28. Nitakuja nielezee vizuri. Wakati mwingine umoja wanioje hapo. Nikuelezee siri ya umoja wa nini? Wa mabadiliko ya tabia nchi. Ilianza vipi? Kuanzia mwaka 1972 kuna mpango Harvey ambao utakuja kumkamata kila mtu. Kila mtu utachomoka pale. Ukisikia leo tumeondolewa mifuko ya plastiki, ni harakati yenyewe. Tuko pamoja? Sasa tusiingie huko. Sasa mpango ile COP 21 au mwaka 2015 pale Paris. Katika mkutano mkubwa wa Umoja wa Mataifa wa climate change. Baadaye wa viongozi na wa dunia na wasanii wa dunia walikuwa huko pale. Wakubwa kabisa, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, wale Hollywood. Wakawa wakisupport mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo walizungumza wale viongozi wa dunia. Mwisho wa siku wakakosa hoja mbadala. Lakini hoja mbadala ya kuokoa dunia ilitoka Vatican. Kuna waraka unaitwa Laudato Si. Laudato Si ambao ni waraka wa Papa uliandikwa kwa ajili ya kunusuru ulimwengu huu usiangamie. Balozi wa Papa akaupeleka pale kwenye Umoja wa Mataifa, ukasomwa. Viongozi wa dunia kiwemo Obama wakati ule wakasema Papa ni mbaraka wa dunia. Huu mpango tumeupokea kwa dhati. Kuna sifa akapewa nyingi kwamba tukiusimamia mpango huu dunia itarudi kwenye kijani kibichi. Dunia itaokoka. Sasa nenda kasome ule mpango. Utaka huo mpango umetafsiriwa kwa Kiswahili pia, ukienda kwa St. Joseph pale Dar es Salaam. Kanisa kwenye maktaba yao, kanisa la Katoliki, utakuta huo Laudato Si, utaikuta. Ndani yake rafiki yangu kuna utatu. Ndani ya huo mpango kuna utatu mtakatifu. Ndio, nafikiri kwenye kipengele cha sura ya 232 kama sijakosea. Kuna utatu mtakatifu. Kwamba utatu mtakatifu ndio mlezi wa dunia hii. Ili dunia ipate mafanikio lazima iungane na Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuko pamoja mpaka hapo? Kuna hiyo ni ulezi. Na humo ndani ya mpango huu inachofuata kipengele kwamba hii dunia pia iwe na amani na mambo ya climate change yapungue. Turudishe utamaduni wa Jumapili. Jumapili ni iwe sabato ya dunia nzima ya mabadiliko ya tabia, watu wapumzike, siku viwanda vifungwe. Aba hospitali, mambo ya umeme, simu yawe kama kawaida. Lakini zile kazi ambazo sasa lazima makampuni yote, viwanda vizime, watu wapumzike. Kama uende kanisani, kaa ndani na watoto wako, familia. Tuko pamoja? Huo ni mpango. Sasa uone kwamba issue ya utatu ni serious. Kweli ni serious. Tuko pamoja? Kwa sababu mtu yote ambaye ana question ataumizwa. Na hapa nikupe kidogo. Niongeza. Mwaka 1888 Marekani Wakristo waliungana, Wakatoliki na Protestanti, wakapeka muswada bungeni. Bunge la Marekani. Bunge la washiriki, la wawakilishi na bunge la Senate. Kwamba Marekani irejee utamaduni wa kuitunza Sabato. Ule mtasari unasema hivi: mtu yoyote atakiwa kupaswa kufanya kazi siku ya Juma ngapi? Jumapili.
Alafu na mtu yote ambaye ataukufuru utatu. Nini? Utatu. Utakatifu. Ataukufuru kwa kukataa au kusemea maneno ya ovyo. Kosa la kwanza atalipa fidia paundi kadhaa ziko pale. Tuko pamoja? Kosa la pili utatobolewa, utapigwa alama ya B kwamba wewe ni mhalifu. Unafanya ile ng'ombe inapochomwa. Unaona ikiwa pigwa muhuri pale. Mhalifu. Alafu unalipa fidia. Na kama una fidia unaenda jela. Ukirudia mara ya tatu unauawa. Hiyo 88 hiyo 1888. Lakini wakatokea Wakristo wenye nia njema wakapinga huo muswada. Sawa? Hiyo sheria ikafanyaje? Ikayeyuka. Lakini waliapa, maana leo Marekani kuna umoja wa kitaifa wa Wakristo. Kuna kiapo kwamba tutahakikisha Marekani itarejea mfumo ule wa zamani. Kwa hiyo fundisho la utatu limeshikana na Jumapili. Na hiyo ndio Roma ikatueleza kwamba utatu Jumapili ilianzishwa ili kutukuza utatu mtakatifu. Hiyo ni Roma ikachukua nasema. Kwa hiyo kama unashika utatu na unakataa Jumapili, wewe ni mnafiki.